kuzijua sifa za Allah kutoka katika majina yake matukufu, na kazi hii ambayo aliifanya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kipindi kirefu kukuza imani yetu, Qur'ani ikawa inashuka ikitangaza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kipindi cha Maka chote ilikuwa Qur'ani sehemu kubwa ni kuzitangaza sifa za Allah, uwezo wake, rehma zake, mapenzi yake, nguvu zake, ukali wake, ili tumwamini kwa sifa zake, tumwabudu tukiwa tunamjua kwa sifa zake, tumpende, tumwabudu kwa kumpenda na kwa kumwogopa. Leo tutaangalia katika suratu Shuara namna Nabii Ibrahim alayhi salam alivyokuwa akizungumza na ndugu zake na watu wake. Tunaona sisi tunazungumza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza sifa za Allah. Mbona tunamzungumza Nabii Ibrahim hapa? Yaani tujue kwamba ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio kama baadhi ya watu wanavyosema dini ya Uislamu ilianzishwa kule Maka na Mtume Muhammad. Sio, ilianzishwa Maka. Dini ya Uislamu ni dini ya Allah katika ardhi, bali katika ulimwengu wote. Manabii wote walikuwa ni Waislamu. Mtume Muhammad alikuja kukamilisha, alikuwa ni kufufua yale yaliyokuwa yamefishwa. Kwa hiyo sio kama alikuja kuanzisha, hilo lieleweke. Sasa ukiona Qur'ani inawazungumza manabii wengine, yale yale yaliyokuwa Mtume Muhammad ndio ayasisitize, ayazungumze, ndio ujumbe mmoja. Aya ya mwisho ilisema al-yawma akmaltu lakum dina, siku ya leo nimekamilisha. Sio kama ndo dini imeanzishwa na yeye, hapana, ni kukamilisha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasimulia, anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aeleze na habari za Nabii Ibrahim. Utakuta Nabii Ibrahim naye anatangaza ile ile habari ya Mtume, kutangaza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Anaambiwa katika surati Shuara aya 69, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, watlu alayhim nabaa Ibrahim, wasomee Mtume watu hawa habari za Nabii Ibrahim. Habari gani? Idh qala li abihi wa qaumihi, wakati ule Nabii Ibrahim alayhi salam akimwambia baba yake na akiwaambia watu wake wa mjini wale na ndugu zake, anawauliza swali hili, ma taabudun, hivi jamani watu wangu mnaabudu nini pale nyinyi? Ibada gani hii mnaofanya? Vitu gani mnavyoviabudu? Sio kama havioni, anataka kuamsha akili. Wale kwa kuwa wanajua anaona huyu, sikiliza majibu. Qalu, wakasema, naabudu asnaman fanadhallu laha akifin, si tunaabudu masanamu na ndio kama hivi siku zote daima unatuona hivi, tuko hivi, yaani unatuona tulivyo. Sasa unauliza swali gani? Tunaabudu haya masanamu. Qala, Nabii Ibrahim alayhi salam akasema kuwauliza swali jingine, hal yasmaunakum idh tad'un, je, yanakusikieni wakati nyinyi mkiyaita na kuyaomba? Wanakusikieni? Katika sifa za Allah ni as-samia, msikiaji, si ndio? Tena msikiaji sana. Sawa. Nabii Ibrahim wanauliza hawa, wale mnaowaomba pale, mnasema mnakaa daima kwa kufanya hivyo na kuabudu na kuwaomba, hal yasmaunakum idh tad'un, je, wanakusikieni pindi nyinyi mkiwaita mkiwaomba? Au yanfaunakum au yadhurrun, au wanakupeni manufaa yoyote wakati mkienda kuwaomba vile na mkiwaabudu? Au yadhurrun, au wanaweza kukudhuruni kipindi ikiwa hamkufanya hivyo? Wanaweza, wana uwezo huo wa kukudhuruni. Katika majina ya Allah sifa zake an-nafi'u, na la pili ad-dar, yeye ndiye mwenye kuweza kuleta manufaa. Allah manufaa yote analeta yeye, yeye ndiye mwenye kuweza kuleta madhara, na akitaka madhara yasikupata yakupati. Sasa hawa hal yasmaunakum idh tad'una, je, wanakusikieni pindi nyinyi mkiwaita mkiwaomba? Au yanfaunakum,
au wanaweza kukupeni manufaa yoyote? Au yadhurun, au wanaweza kukudhuruni kama nyinyi kwa mfano hamkuja hapa? Manake katika jumla ya manufaa wanaleta mvua hao. Mkiwa hamkuja mvua inakatika, ndivyo? Hakuna lolote katika hilo. Wale wakaona kwa kweli majibu ya maswali haya si hatuna. Sasa sikiliza walichokijibu. Manake kuleta manufaa wana uhakika hawaleti, kuleta madhara pia au kuondoa pia madhara hawawezi, si ndio hivyo? Sikiliza majibu yao. Qalu, wakasema, bal wajadna abaana kadhalika yafalun. Kama vile anasema tuliza vitu gani bwana? Bal wajadna abaana kadhalika yafalun, bali si tumewakuta wazazi wetu wakifanya hivi. Si tumekuta wazazi wetu hivi ndivyo wanavyofanya. Hebu nisikilizeni jibu la maswali yaliyoulizwa. Tumewakuta wazee wetu, wazazi wetu, wazee wetu wakifanya hivi na sisi tunafanya. Sasa swali la akili nakuuliza nini? Yaani kila unalomkuta mzee wako anafanya na wewe ufanye lolote lile, akili hukupewa wewe? Tumepewa. Mzee wako amevua nguo na wewe unavua, inakuja. Si ilikuwa wewe ndio umvishe? Umeona amevua nguo, mzee wangu vipi? Namna gani bwana? Si ndio hivyo? Wewe umvishe. Lakini mzee wangu amevua nguo na mimi navua bwana. Ala. La kwanza hilo, nafasi ya kwanza hiyo, kwamba si sahihi. Sikiliza ya pili sasa, kipengele cha pili. Kipengele cha pili, msemo huu unatupa tahadhari hii, tusifanye vitu vya ovyo ovyo mbele ya watoto. Kumbe watoto wengine wanaweza mpaka wakawa wakubwa wakasema wazazi wetu walikuwa wanafanya hivi, si ndio hivyo? Vitu vya ovyo ovyo wamepokea tu, wamepokea kwa wazazi wao, basi tutaendelea bwana, si wazazi wetu walikuwa wanafanya. Maana yake tusifanye mambo ya ovyo ovyo mbele ya watoto, tufanye mambo sahihi, kwa sababu wako wengine kumbe vichwa vitabeba mambo ya wazazi. Ni kweli, si kweli? Kweli. Tuwe makini, tusijifanyie chochote mbele ya watoto, tufanye vitu sahihi, kwa sababu kumbe kuna tabia mtoto kuhisi amefanya kitu cha wazee wake. Tunadumisha mila, si misemo hiyo iko, lazima tudumishe mila zetu. Watu wanasikia raha yani kudumisha mila zao. Sasa kama za ovyo ovyo, je? Mila za wazee wetu kwa mfano zilikuwa ndo hizo za kuvua nguo na kucheza. Kwa hiyo tuendelee tu hata mtu akituzindua? Hapana. Wakajibu majibu haya, qalu, wakasema, bal wajadna abaana, bali tumewakuta wazazi wetu, wazee wetu, kadhalika yafaluna, hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya. Msikilize Nabii Ibrahim alayhi salamu anayetangaza sifa za Mungu. Qala, akasema kuambia, afara'aytum ma kuntum ta'budun, mnaona basi hivyo vitu mlivyokuwa nyinyi mkiviabudu, kumbe na wazee wenu na nyinyi mpaka sasa, antum wa abaukum, hivi mlivyokuwa mkiviabudu nyinyi na wazee wenu, al-aqdamun, waliotangulia. Sikilizeni niwaambie, fa innahum aduwwun li, hivyo vitu ni adui kwangu. Hivyo vyote hivyo maadui kwangu. Mimi Mungu amenipa uone, siwezi kukubali vitu hivi. Vitakuwa ni maadui kwangu, illa rabbal alamin, ila Bwana wa viumbe. Manake ni kwamba kulikuweko wazee wa zamani walikuwa wakimwabudu Bwana wa viumbe, si ndio? Huyu waliomwabudu Bwana wa viumbe, huyu Bwana wa viumbe huyu mimi sio adui yangu. Lakini kama walikuwa wazee wenu waliotangulia na nyinyi mmeabudu kama hivi vitu, mimi ni adui yangu. Ameshatangaza uadui hapo. Mimi sikubaliani navyo hivi, vitakuwa ni adui kwangu hivi vitu, havifai. Illa rabbal alamin, isipokuwa Bwana wa viumbe, huyo sio adui yangu. Huyo kwenye ibada hiyo wote walioabudu huyo sio adui yangu. Ametangaza sifa za Allah katika sifa zake kubwa, Rabbu, Bwana. Angalia Rabbul alamin inavyotangaza sana, inavyoenea katika Qur'an. Manake Rabbul alamin, Bwana wa viumbe, mlezi, na akatangaza sifa za ulezi zinazofuata hapa. Huyo sio adui yangu. Kwa nini? Huyo Bwana wa viumbe sio adui yangu. Kwa nini? Bwana wa viumbe, alladhi khalaqani, yeye ndiye aliyeniumba huyo, fahuwa yahdini, naye ndiye anayeniongoza na ataniongoza.
ameniumba na ndiye anayenipa mwongozo siku zote. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozaji. Khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada, yeye ndiye aliumba akaweka umbile vizuri akalisawazisha, na yeye ndiye ambaye qaddara, alipangilia mambo, fahada, akaongoza. Maanake amepangilia mipango ya viumbe alafu akawapa na mwongozo wa kuendea mipango hiyo. Nyoka hana miguu lakini akampa mwongozo wa namna ya kwenda. Ana misuli ambayo akivuta chapo akiachia anasogea mbele. Miguu hana lakini anakwenda mbio kumshinda mwenye miguu. Amemuongoza hivyo. Na akizaliwa leo tu nyoka akishatoka kwenye yai lake tu hafundishwi. Tayari amekushaongozwa, atakwenda hivyo kama anavyokwenda mamake. Ndivyo sivyo? Wasisahau tukio moja, kila nikipata fursa ya kuzungumza hii nalikumbuka, lilikaa sana kichwani mwangu. Wale watu wanaocheza na viumbe wa baharini wale, niliona tukio moja, walikuwa wanamchunguza dolphin, yule samaki yule anayefanya hivi yule. Pinduka yule, anapenda kucheza na watu sana yule samaki. Walikuwa wanamchunguza tangu ana mimba, sasa wanataka kumuona mpaka akizaa. Wakamwekea keji fulani kipindi yuko karibu kuzaa, ile keji imo ndani ya maji ambayo chini ina uwezo wa kufunguka. Basi wamemweka pale, imebana vizuri, anaonekana kwenye picha vile anavyozaa. Mtoto alipokwisha gusa maji vizuri tu akafungua chini ile keji. Yule mtoto pupo katumbukia na mama ametumbukia. Wako kwenye maji sasa, moja kwa moja kwenye nature. Alipogusa maji ile nature, mtoto anataka kutembea sasa. Ametoka sasa hivi tumboni. Utembeaji ule wa mama yake, pya anapanda hivi na kurudi chini. Hivi. Sio aende hivi tu, amefanya mtindo ule wa mama yake anaofanya panda juu. Huyu ametoka tumboni sasa hivi, mchezo huu aliuona wapi? Alladhi qaddara fahada, alimpangilia taratibu zake za maumbile na akampa mwongozo ataishi hivi. Tukio la pili la ajabu nililoliona, silisahau. Kasa ni yule kobe wa baharini yule, miguu yake haina kucha, iko hivi, haina kucha hivi, ni madude fulani kama kafu, kama makasia ya kuendeshea boti. Yule huwa anataga mayai, lakini yeye hatagi kama samaki mle ndani ya maji. Anatoka nchi kavu, anafukua shimo, anajaza mle ndani ya shimo. Nchi kavu ambako ni juu kidogo, maji yako kule mbali kidogo. Sasa watoto wakianza kutoka kwenye mayai, kila anayetoka anakimbilia baharini, na akikosea kidogo akielekea huku, basi anavuta upepo huku, basi anarudi huku kwenye maji tena, anarudi mbio, anakimbilia kwenye maji mbio. Akifika kwenye maji akitumbukia tu ametulia sasa, baridi, hana wasiwasi tena. Huku nchi kavu alipotoka kwenye yai hamna utulivu, mbio, akishagusa maji nani aliyekwambia kama hapa ndio makazi na wewe umetoka kwenye mchanga kule, umetoka kule? Alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada. Nabii Ibrahimu anatangaza hili, huyu Allah ambaye mimi sio adui yangu, ni rafiki yangu, ndiye aliyeniumba na akaniumba. Si hivyo tu, fahuwa yahdin, ndiye anayeniongoza na ataniongoza siku zote. Sisi tunasahau ila kuwa Allah anatuongoza. Tukishajiona mambo yamekaa vizuri, unaona kama kila kitu unajiongoza mwenyewe, lakini unatakiwa ufuate mwongozo ambao Allah amekupa, na ukifuata mwongozo unakuwa cool kabisa, baridi, mambo yote yanakwenda. Ukiacha mwongozo umepingana na maumbile unaoishi nayo. Ukiacha tu mwongozo umepingana na maumbile, yatakusumbua, lazima usumbuke na utasumbua watu. Lakini ukifuata mwongozo unatiririka tu kama vile maji yanakokwenda, na wewe unafuata, unakwenda, upate shida. Mkondo wa maji kama unakwenda kwa kasi, wewe hata usipoogelea utakwenda tu, lakini kama unataka kurudi nyuma utakuwa na kazi kubwa. Akaeleza hivyo Nabii Ibrahim alayhi salam, akaeleza sifa nyingine ya Allah, walladhi yut'imuni, na yeye Allah ndiye anayenilisha, ananipa chakula, ni yeye. Chakula tunakipata wapi? Wayasqini, na kunipa maji, yeye kinywaji. Allah ndiye anayesababisha vyakula viwepo. Kwa hiyo wale anawajibu ndugu zake, anamwambia wale mnaoabudu nyinyi, kazi hii wanafanya? Masanamu yanafanya kazi hii jamani? Wafanyi.
walladhi yumituni, na yeye Allah ndiye atakayenifisha, thumma yuhyini, kisha atanifufua. Ni majina ya Allah, sio majina ya Allah, majina yake. Muhyi, almuhyi, almumit, ndio yeye, majina yake ya sifa. Walladhi atma'u, na yeye Allah ndiye ambaye mimi natarajia, an yaghfira li, aje nisamehe, khati'ati, makosa yangu, yauma ddini, siku hiyo ya malipo. Anawakumbusha tukio ambalo linapingwa duniani sana na watu wengi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipingwa hili. Sura za Maka zikawa zinathibitisha jambo hili, na Nabii Ibrahimu ndicho alichokifanya. Wote ni Waislamu, sio Waislamu, kazi moja. Nataraja nisamehe makosa yangu siku hiyo ya malipo, ambayo ni siku Allah anafanya kazi yeye tu, yaumaddin. Hakuna mwingine atakuwa. Limanil mulku lyauma, ufalme ni wa nani leo? Kwa sababu Mungu aliwagawia watu mulki. Huu mulki, ufalme, si aliwapa watu milki wakamiliki duniani, aliwaazima. Lakini baada ya kuwazima siku ile, sasa hakuna mamlaka kwa yoyote, mamlaka ni yake tu. Nataraji atanilipa siku hiyo, atanisamehe makosa yangu. Mwisho akasema, Rabbi, Bwana wangu, habli hukman, na kuomba unipe hiba. Hiba ni zawadi, nipe tu ya Rabbi kutoka kwako, hukman, uwezo wa kutambua mambo, kuyaendea vizuri, kuyahukumu mambo vizuri, na kuomba unipe wewe. Mtu anaweza kuwa na elimu kubwa sana, lakini akawa hawezi kuyaendea mambo kiusahihi. Anakataza watu kuvuta sigara, anawaambia mbaya sana, lakini yeye anavuta. Huyu unamwonaje? Yani hayaendei mambo vizuri. Sigara mbaya sana, anatoa data zote za ubaya wa sigara, lakini anavuta. Mwisho anaona aibu, anasema msifuate mnavyoniona, angalieni mnachokwambia. Mambo gani bwana? Unatufundisha mazuri alafu tusikufuate tunavyokuona vipi? Kwa hiyo Ibrahimu anasema habli hukman, nipe uwezo wa kuyaendea mambo vizuri, kuyahukumu mambo, nipe zawadi. Hilo neno habli, ametangaza sifa ya nani hapo? Alwahhab. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa hiyo. Yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau adhukura. Allah ndiye anayetoa zawadi tu, anatoa yeye kuwapa watu watoto wa kike, na akitaka anawapa watu wengine, kumpa mtu watoto wa kiume. Au yuzawijuhu dhukranan wa inatha, au anamchanganyia mtu, yuzawijuhum au yuzawijuhu hum, au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, au anawachanganyia, kuwachanganyia watoto wa kiume na wa kike. Wayaj'alu man yashau aqima, na anamfanya anayetaka kumfanya awe si mzazi, hazai kabisa. Habli, Ibrahimu anasema habli, na kuomba unipe mimi hiba kwa jina lako hilo Wahhab, nipe uwezo huu. Wa alhiqni bisalihin, na unikutanishe, uniunganishe na waja wema ya Rabbi. Ibrahimu alayhi salam alitangaza sifa za Allah namna hii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alituambia kwamba inna lillahi 99 isman, hakika Allah anayo majina yake 99, 100 illa wahida, majina 100 isipokuwa moja. Man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyadhibiti vipi? Akayafahamu, akayashika, akaishi nayo kwenye maisha yake, akatambua hili ni jina lake la sifa. Na Allah amesema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, Allah ana majina yake mazuri, muombeni kwa hayo, muiteni kwa hayo, mumuombe kwa hayo. Sasa kama huyajui utamuombaje, utamuitaje? Tuyajue, tuishi nayo. Allah tujalie kwa ninyi kusikia na kufuata yale mazuri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.